Hatuamini tu, ni hivyo na ni kweli. Angali kwenye kiti alitamka neno la kwanza na atatamka neno la mwisho, na atamaliza kazi yake kwa namna ya utukufu. Ndani ya hiyo barua moja ya Yohana aliyosomewa, ningetaka niweze kusoma tu mstari wa 18 kwa sababu tumekwisha kuimba ya kwamba woga tumeunyanganywa. Yohana wa kwanza sura 4 mstari wa 18. Yohana wa kwanza sura 4 mstari wa 18. Hakuna woga katika mapendo, lakini mapendo makamilifu yanatupa nje woga. Naamini ya kwamba wakati umekuja ya kuweza kuwa na uaminifu wa ujao ndani ya Mungu. Woga hauko katika upendo. Woga hauko katika upendo, lakini Mungu alitupenda na alionyesha upendo wake, na sio kwa maneno lakini kwa matendo, na akatupatia upatanisho hapo Golgotha, kama vile alama ya upendo wake wa kiungu, kwa sababu hakupenda atuache katika maangamizi, lakini atuongoze kwake sisi kama vile waliookolewa, na tuweze tena kuunganishwa pamoja naye, tuungane pamoja naye. Tunaweza kuamini kwa moyo wetu wote ya kwamba hayo yalitimilika, ya kwamba hayo yalitimilika, hayo yalifanyika. Tunaweza kuamini ya kwamba Mungu alituweka katika ufalme wa upendo wake kama vile inavyoandikwa, na kwamba hakuna kitu kinachoweza kuongezewa juu ya kazi ya ukombozi iliyotimilika. Ni kazi ya Mungu iliyofanyika hapo Golgotha. Inawezekana kwamba inakubaliwa au inakataliwa, unaweza kuishi au hapana. Na basi Mungu atufanyie neema ya kuweza kuyaishi na kuweza kuwa ndani ya imani wakati tunaposikia neno. Mnajua ya kwamba mahubiri inapaswa kupokelewa ndani ya imani kama inataka iweze kuwa na matokeo ya kiungu, kama inapaswa kuwa na matokeo ya kiungu. Haitoshe kusikia neno, inaomba kuweza kuliamini wakati unapolisikia, na unapoliamini inaomba kungoja ili Mungu aweze kulifanya, aifanye ndani ya maisha yetu, atimize, afanye, aamshe na kutenda yale aliyosema pia ndani ya neno lake ndani ya maisha yetu. Ni lazima sana, kama tunaweza kuangalia maandiko, ni wale waliotenda sawasawa na neno la Mungu ndio walioweza kuona maajabu ya Mungu. Ninataka niweze kuwapatia mfano mbele tuweze kuingia katika uchunguzi wa neno. Mfano tunaipewa hapa kwa mfano ndani ya sura 5 ya Luka sura 5 inayohusu utiifu na kuweza kutenda kwa imani sawasawa na neno la Bwana. Luka sura 5 kwanza kwa mstari wa kwanza inatuzungumzia kuhusu Petro na wale wamoja wa rafiki zake waliokuwa wavuvi, lakini inasema hapa kwenye mstari wa 3, akaingia chombo kimoja kilichokuwa cha Simoni, akaomba kwake akisukume kidogo kutoka pwani. Akakaa katika chombo akafundisha makutano. Tukamatie kwanza hii shairi moja. Bwana alikuwa na roho ya kuweka katika matendo. Aliona ya kwamba makutano ilikuwa imemkusanyika karibu yake na kumsukuma. Alitaka aweze kuwa na mita fulani za kwenda mbali nao ili aweze kuwazungumzia bila kusumbuliwa. Alipanda ndani ya chombo, lakini chombo hiyo ilikuwa itumikishwa kwa ajili ya kuwa madhabahu, kwa ajili ya kuendelea kuzungumzia pale. Ilikuwa imetayarishwa kwa ajili ya kuvua samaki, na tunaona hapa mwendeleo mstari wa 4 toka kwenye mstari wa 3 mpaka mstari wa 4. Sasa alipokwisha kusema, akamwambia Simoni, mwende sasa kilindini
mukashushe nyavu zenu kwa uvuvi. Mstari 5, Simoni akajibu akamwambia, Bwana, tumefanya kazi kwa nguvu usiku kucha, wala hatukupata kitu, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Wale ambao shaka ona hiyo, shaka kuiona huko kwenye kisanga cha Patimo, wakati pomaliza juma moja huko, wakati wavuvi walipokuwa wakivua samaki. Wakati wavuvi niliweza kuyaona, niliona wakati gani na muda gani wavuvi wanavuaka, wakati hawezi hata kulala mchana au usiku. Unaweza kuyaona mambo fulani, wanavua hawavuake mchana, wakati jua inapowaka sana, wanajua ni wakati gani wanapaswa kuvua samaki. Na tazama sasa jibu ya Petro, tulivua usiku yote nzima na hatukupata kitu. Lakini sasa pale Bwana alikuwa akizungumza na Petro, alikuwa akijua ya kwamba wakati anapozungumza inaomba kutii. Wakati alipokuwa akizungumza ilikuwa naomba atii, na akafanya yale iliyokuwa imesemeka. Tusome tena yote kwa ujumla. Mstari wa 5, Simoni akajibu akamwambia, Bwana, tumefanya kazi kwa nguvu usiku kucha, wala hatukupata kitu, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Nimekwisha kuisema au kuweza kuisikilizisha mara ngapi. Niliweza kuona asubuhi wakati wavuvi walipokuwa wakirudi, na yote waliokuwa nayo ndani ya nyavu zao, ilikuwa ni furaha kuweza kuyaona. Petro na wale wenzake wavuvi walikuwa wakivua usiku yote nzima na nyavu zilikuwa wazi. Lakini sasa anasema, lakini kwa sababu ya neno lako nitatupa nyavu. Kwa neno lako. Na wakati walipofanya hivi, walipata samaki wengi sana, hata nyavu yao ikaanza kukatika. Mstari 7, wakashiria wenzi wao waliokuwa katika chombo cha pili waje wakawasaidia, wakakuja wakajaza vyombo viwili hata vikaanza kuzama. Haikukuwa inatosha tu kwa ajili ya chombo kimoja, lakini ilikuwa imejaa kwa ajili ya vyombo viwili. Naposoma hii niweza kuwaza ya kwamba wakati Bwana anapoweza kupatia agizo au kazi kwa mtu mmoja, inaweza kufika ya kwamba baraka inaweza kuwa kubwa, na kwa kiwango inaweza kuwa nyingi tena kwa ajili ya wale wote wanaoweza kuwa pale kwa ajili ya kuvua pamoja na yule aliyepewa kazi. Na sio kwamba chombo kimoja, lakini vyombo vingi vinaweza kuwa vimejaa, na sio mmoja anaweza kuwa amebarikiwa, lakini wale wote waliokuwa wametayarishwa kuweza kuvua waweza kubarikiwa. Bwana alikuwa amekwisha kusema ya kwamba nitakufanya kuwa mvuvi wa watu, na kama Mungu anaweza kubariki moja, anaweza kubariki wote. Kwa hiyo sasa ni hivyo, wakati Mungu anapobariki mtu moja, anabariki pia wale wote ambao wanaopata sehemu pamoja naye, wanaopata sehemu pamoja na yule ambaye Mungu aliyobariki. Hiyo ni agizo ya kiungu. Na hapa tunaona ya kwamba Petro alibarikiwa, yeye aliyetenda sawasawa na neno la Bwana, na sio tu chombo chake tu, lakini pia chombo cha wale wenzi yake, vyote vikajaa kwa kiwango. Vyombo viwili vyote vilikuwa vinataka kuzama kwa sababu ya kubeba mambo mengi. Na hapa inasema kwenye mstari wa 8, Simoni Petro alipoona maneno haya, kwa sababu alikuwa na imani na kutenda sawa sana neno la Bwana, wakati alipoona hiyo maajabu, na sio kwa kusema tu, lakini kwa kuelewa, kwa kusikia. Na ni hapa ndipo Bwana alipomwagiza, na ni hapa ndipo mpasha kutenda. Na hapa nasema Simoni Petro alipoona maneno haya akaanguka kwa magoti ya Yesu akasema,
Uniondokee Bwana, kwa sababu mimi ni mtu mwenye zambi. Mtu mwenye zambi. Kila mtu atasema hivyo mbele ya Bwana, na sana sana wakati tunapoweza kutambua ya kwamba bila yeye hatuwezi kufanya kitu fulani. Hiyo ni mfano mzuri sana. Tulitumika usiku kucha na hatukuweza kupata kitu fulani, hatukukamata kitu fulani, lakini kwa neno lako, juu ya neno lako wapendwa, tushaka sema hiyo mara nyingi katika mahali hapa, wakati napohusu mambo inayoambatanishwa na habari ya wokovu, tunapaswa kungoja ili saa ya Mungu iweze kugonga kwa ajili ya mambo fulani iweze kufanyika, nayo itafanyika hapa duniani sawa sawa na shauri kubwa ya wokovu wa Mungu. Tunangoja pia ndani ya wakati huu agizo ya Bwana, na sasa ninawaahidi ya kwamba nyavu zitajaa na vyombo vitajaa sawa sawa na neno la Bwana, na tutafanya kwa msaada wa Mungu, tutafanya usambazaji iliyo au kufanya uvuvi iliyo kubwa ya wakati wote, na sawa sawa na neno la Mungu, na hiyo itakuwa wakati wa mavuno. Na Bwana anasema ndani ya Mathayo 13 ya kwamba mavuno ni mwisho wa dunia, na sio mbele, lakini mwisho wa dunia. Na juu yetu mwisho wa wakati umefika, na ndiyo maana mavuno makubwa itavunwa pia kwa mwisho. Mimi si sehemu ya wale ambao walio na kufikia maufunuo mingi. Mungu hakunipatia hiyo zawadi. Wakati moja niliweza kuishi mambo fulani, na nashukuru kwa ajili ya hiyo. Lakini kama vile nilivyosema, mimi si sehemu ya wale ambao wanaoishi kitu fulani cha kimahajabu kila juma, kila mwezi au kila mwaka. Ningependa mimi mwenyewe iweze kuwa kila wakati, lakini Mungu ni Mungu, naye anajua yale anayofanya. Lakini sitasahau hiyo ndoto pamoja na hiyo shamba ya ngano na hiyo mashini ya kuvuna, na namna gani kunguku ilikuwa ikionekana, na nilitazama katika anga, nikaona hiyo kama vile vita ilikuwa katika anga, na ilikuwa anaanza ingia giza, na nikasema, Bwana, mbona imechelewa? Hukumu inataka kufika, mavuno haiwezi tena kuvunwa. Na hapo kukafunguliwa tena ndani ya hiyo kifuniko cha kunguku, na mwanga wa jua ukawaka kutoka ndani ya hiyo kunguku. Lakini msiniulize ilikuwa kwa uwezo gani na kwa namna gani. Ilikuwa nzuri sana, na ngano ilikuwa ndefu na ya kunyooka kama vile hujawahi kuiona, na hiyo ngano zote ilikuwa na rangi ya njano, na hakuna moja yayo ilikuwa ikisimama, zote zilikuwa zimegunjama mpaka chini, zilikuwa zikiwa ndani kilo. Na wakati hiyo mwanga ilipofunguliwa juu yangu, mbele yangu, ikang'aa juu ya shamba hiyo ya ngano. Ilikuwa ni kitendo cha ajabu sana. Na hapo sauti ya Bwana ikakuja ikasema, panda juu ya mashini ya kuvuna, ambayo hakuna mtu alishaka panda juu yake, na ufanye kuvuna au uvune, kwa maana ulitayarishwa kwa ajili ya hiyo. Na nikajiona ndani ya maono hiyo ya ndoto, ndani ya hiyo maono ya ndoto nikajiona kama vile kijana nisiyekuwa na huzuni, nikapanda kwenye hiyo mashine ya kuvuna. Na hapa kulikuwa kama vile chombo cha kukamata hapa kama vile gia, na hapo nikaanza tumikisha, nikaanza vuna mavuna yote, ilikuwa ikakatiwa kwa mara moja, ikavunwa kwa mara moja. Nikatazama tena juu, ninakumbuka tena hiyo sehemu ya mwisho,
Mnajua wakati wa mavuno unakataka mpaka sehemu ya kwanza iweze kuwa imemalizika. Nilikuwa nimerudi kwa kuanzia tena na hiyo upande wa pili wa kuume, na nikaona sasa hiyo kifuniko tena kikafungwa ndani ya anga, na hapo tena giza ikakuwa kubwa, ngurumo zikaanza kunguruma na ikaanza kelele, na nikaamini ya kwamba ulimwengu unataka kubomoka. Lakini kitu moja kilikuwa wazi kwa ajili yangu, mbele siku ya Bwana na hukumu zake ziweze kufika, mavuno itakuwa imefanyika kwa neema ya Mungu, kwa msaada wa Mungu. Amina. Kwa maana imeandikwa, atakusanya ngano ndani ya gala lake, naye ataunguza magugu. Ngano ataipokea, na hiyo itavunwa sawa sawa na neno lake, sawa sawa na neno lake, sawa sawa na neno lake, na sio wakati tunapotaka au namna tunavyotaka, lakini sawa sawa na neno lake na kwa neno lake, kama vile anavyotaka, na hivyo ndivyo itafanyika. Ona gisi tunapaswa kushukuru. Ona gisi Mungu hakutuacha tuweze kufuata njia zetu na mipango yetu, lakini aliweza kutufanya kwa neema yake kuwa sehemu ya mpango wake wa wokovu, na mnaweza nyote kuyashuhudia. Hatujawahi kuwa na maoni yetu ya kipekee kuweza kuwa kitu fulani cha kiajabu ajabu, lakini wakati Mungu anapotoa huduma, wakati anapotoa kukazi, hiyo inapaswa kutimilika, na tena zaidi tutafanya hivyo, na hivyo tena itaweza kupendeza, na yote inaweza kufika. Yote inafanyika kwa ajili ya ujenzi wa kanisa na baraka ya taifa la Mungu, na sio kwa ajili ya kujiweka kwa nafasi au kujiweka kwa nafasi, mtu mmoja kujiweka kwa nafasi au kujionyesha. Kwa maana inaandikwa hivyo, wakati mtakapofanya yote niliyoagiza, museme ya kwamba sisi ni watumishi wasio na maana. Katika neno hili Petro alisema yale ambayo Bwana aliyomwagiza, na sasa matendo yake ilikuwa ni nini? Kwa hiyo alifanya nini baada ya hiyo? Akaanguka kwa magoti na akasema, Bwana, wende mbali nami, uniondokee, kwa sababu mimi ni mtu mwenye zambi. Hiyo haikumpanda kwenye kichwa kama vile leo inapandaka kwa vichwa vya watu fulani ambao hawajaitwa na Bwana. Kwa yule aliyetumwa na Mungu, hiyo haimpandaki ndani ya kichwa, inamwingiaka mara moja kwenye moyo, na anajionyesha na anaitwa na Mungu kwa kazi hiyo, akijua ya kwamba yeye si kitu fulani kuliko wengine ambao wanaosikia neno. Hakuna tofauti. Tofauti ni kwamba tu usimamizi inakuwa kubwa kuliko yale ambayo wengine wote wanaweza kushika ndani ya ujao wake. Tunaingia kwa yale ambayo tunayoona ya kwamba tumefika kweli kweli kwa mwisho wa wakati. Kuwa na heri ya kuweza kuwa tulisikia ujumbe wa kinabii ndani ya kizazi hiki. Tuliposikia ujumbe wa jana, niliweza kujionyesha mbele ya macho yangu ya kwamba tuna heri gani kweli. Tuna wamoja waweza kujiuliza kweli kama ni ya lazima, ya kwamba kama kitu fulani kinalingana na hayo na kadhalika, lakini yote, ndugu Rusi anasema yote na ni kweli. Na nawaambia pia kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Bila hata kuleta hukumu. Lakini mtazame hizi madhehebu zote ziko narudia katika tumbo la mama yao, ni sivyo? Ndani ya hii shirika la madhehebu za ulimwengu, umoja wa madini, na hakuna mmoja anayeitwa kutoka kama vile vilikuwa mbele, lakini mahali walipokuwa wameitwa wanarudia tena huko kupitia waongozi wao vipofu. Hawakufuata hiyo njia, nasi hatungeweza kufuata hiyo njia moja. Kama Mungu hangeliweza kutuhurumia, nani katikati yetu angeliweza kuona yote kwa ujumla yale yanayohusika hapa? Kama Mungu hangeliweza kuwa alituma nabii ili atufunulia hii ufunuo na kuweza kutufunulia hizi siri zilizofichwa, nani sasa ambaye angeliweza kujua kitu fulani na kitu fulani na maanisha nini, ambayo iliyo lazima sana ndani ya wakati wetu? Na mnajua adui mara nyingi ashaka ingia katika kazi
ili aweze kushigeuza kwa sura ya malaika wa nuru. Na kama Antikristo anafanya hivyo pia kwa namna hiyo, ulimwengu mzima itavutwa na kukokotwa nyuma yake. Lakini kuna kundi hapa duniani ambayo iliyotayarishwa kwa ajili ya Kristo, kundi la malimbuko ambayo inayochukua muhuri wa Mungu na ambayo iliyoweza kutambua Antikristo ni nani na hizo madanganyifu yake, kwa sababu tuko na ufunuo wa Yesu Kristo, na hivyo tunakuwa na kujua Antikristo ni nani. Nawaambia pia waziwazi na kwa namna iliyo huru, mtu ambaye hana ufunuo wa Yesu Kristo hataweza kutambua Antikristo ni nani. Na nataka niweze kuwaonyesha kutoka maandiko matakatifu ya kwamba haitoshi kuweza kuwa na mafundisho ya kweli. Tunapashwa kuwa ndani ya yule aliye wa kweli, ambaye aliye ni Mungu na uzima wa milele. Mnajua ya kwamba kuna hii miongozo iliyo hapa na huko. Kwanza miongozo juu ya mafundisho na yote ambayo inayogeuka kuwa madhehebu, na wanaacha sehemu ya neno la kiunabii. Na nataka niweze kusoma andiko fulani juu ya hayo leo katika saa hii ya asubuhi, nikianza na barua kwa Waroma kwenye sura 3. Waroma sura 3 mstari wa 4, neno ambalo tunalojua sisi sote vizuri. Waroma sura 3 mstari wa 4. Waroma sura 3 mstari wa 4. Ndio nisema ndio. Hapana hata kidogo, lakini Mungu akae kweli na kila mtu mwongo, kama ilivyoandikwa na kadhalika. Sana sana hii maneno ya kwamba Mungu ni haki, Mungu ni wa kweli. Tunajua hiyo kwa moyo wetu wote ya kwamba Mungu ni wa kweli, na ndani mwake mnaweza kuwa tu kweli na haki. Lakini hiyo uhakika au ukweli wa kiungu inapaswa pia kuonekana ndani yetu, nasi pia tunapaswa kuwa ndani ya yule aliye wa kweli, kushikwa na kuingizwa ndani ya kweli ya kiungu kutoka kwenye miguu mpaka kwenye kichwa, na kugeuka kuwa sehemu ya neno, ili kila uongo wote na yote ambayo inaweza kuwa hiyo iweze kufika juu yetu. Nasoma kwa maneno hayo ndani ya Yohana wa kwanza sura 5, Yohana wa kwanza sura 5 mstari wa 20. Shahiri hii pia nayo inajulikana na sisi sote. Nasi tunajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa sisi akili ili tumjue yeye aliye wa kweli. Hiyo ndio hatua ya kwanza, hiyo ni kitu cha kwanza, lakini sio mwisho, ili tuweze kumjua yeye aliye wa kweli kupitia ufunuo. Lakini pia kuna sehemu ya pili, hatua ya pili. Nasi tuko ndani yake yeye aliye wa kweli, ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Mungu wa kweli na uzima wa milele, na sio kujua, lakini kuwa tena ndani yake, kugeuka kuwa sehemu ya Mungu yeye mwenyewe, kuwa sehemu ya neno alo lenyewe, kuwa moja pamoja na Mungu, kuwa moja pamoja na neno. Mungu ni kweli, naye alijifunua kwetu ndani ya Yesu Kristo mwana wake. Na sasa tuko ndani yake yeye aliye wa kweli. Hiyo ndiyo ya lazima, na sio kuweza kuamini yule wa kweli au kuweza kumzungumzia kwa namna ya kimafundisho au ndani ya mafundisho, lakini kuweza kuchukuliwa kupitia Roho ndani ya kiungu
na kuweza kuwa sehemu ya Mungu yeye mwenyewe, ndani ya kipimo ambayo tunaweza kugeuka kuwa uzao wa kiungu kupitia kuzaliwa upya, kwa kuzaliwa na Roho kutoka ndani ya neno na kutoka ndani ya Roho wa Mungu pia. Na hivyo hivyo kama vile tulivyo wana wa watu hapa duniani kupitia kuzaliwa kwa mtu na dunia hii, na hivyo hivyo tumegeuka kuwa wana wa Mungu sawasawa na kuzaliwa kwa kiroho kupitia Roho. Kuzaliwa kwa Roho, kuzaliwa unaotendeka kupitia Roho na kupitia neno, sawasawa na ushuhuda wa neno au wa maandiko. Sisi tuko uzao wa kiungu, ukuhani takatifu. Tunapaswa kutangaza uwezo ya yule aliyetuita kutoka ndani ya giza tuingie katika nuru yake ajabu. Tunajua kwamba mwana wa Mungu alikuja naye atupatia akili. Mnajua ya kwamba hakuna mtu angeweza kujua Mungu ni nini. Ni ndani ya Mungu ndimo Baba alijifunua, na mwana alisema, yule anayeniona ameona Baba, yule anayenisikia anasikia Baba. Na anasema sio mimi ninayefanya mambo haya, lakini Baba ambaye aliye ndani yangu ndiye anayefanya kazi hizi. Hakuna mtu ambaye angeliweza kujua Mungu alikuwa ni nani kama hangeliweza kujifunua ndani ya Yesu Kristo. Amina. Na hapa tuna hii ufunuo wa ujao, na ndiyo maana imeandikwa ya kwamba tunajua ya kwamba mwana wa Mungu alikuja na alitupatia akili ili tumjue yeye aliye wa kweli. Haleluya, utukufu kwa Mungu. Ndani ya ufunuo wa Yesu Kristo munakuwa ufunuo wa Mungu, ni ndani yake ndimo munakuwa ufunuo wa Mungu, ndio lionekana ndani yake, mkaonekana ufunuo wa Mungu. Ndani hivyo ndivyo alijionyesha kwa namna ya kuonekana. Ni mwanzo, hiyo ndio mwanzo. Mtu ambaye hana ufunuo huo wa Mungu ndani ya Kristo hataweza kuingia ndani ya yule aliye wa kweli, hata kuwa ndani ya yule wa kweli, kwa maana moja ni kokota mwingine. Ndani wapendwa, haihusu mafundisho, lakini hapa inahusu ufunuo. Haihusu mafundisho ya kiungu, lakini hapa inahusu ufunuo. Nashaka kukutana na watu wanaofundisha mafundisho kuhusu Yesu peke yake, kama vile pia wengine wanavyofundisha mafundisho ya utatu. Ni kusema kuna kwamba bishano baada ya ingine, mafundisho baada ya mengine au madogo, na hiyo sio ya kweli. Pia ya kweli ni kwa wakati mtu anapokuwa na kutanana yake binafsi pamoja na Yesu Kristo, wakati Mungu anapojifunua ndani yake, ndani ya Kristo, na kwamba sio mafundisho lakini mazoezi ambayo mtu anayofanya, mazoezi ambayo mtu anafanya pamoja na yeye na Mungu aliye hai. Na ndio maana ndiko hapa na kwamba alikuja akatupatia akili ili tuweze kumjua yeye aliye wa kweli. Kama tunaingia katika neno hili la andiko hili, tukiingia katika Yohana sura 17, inaandikwa Yohana sura 17 mstari wa 3, na huu ni uzima wa milele wa kujua wewe Mungu pekee wa kweli. Huu ni uzima wa milele wa kujua wewe Mungu wa kweli na Yesu Kristo ambaye ndiye mtuma. Namna gani unachoka hiyo? Na nasoma wale walio na uzima milele ni wale wanaoweza kumjua Mungu mmoja wa kweli, kwa maana yeye peke yake ndiye mmoja wa kweli na ni uzima wa milele. Tunaona na sio mafundisho ambayo ndani yake unaweza kupita juu ya mambo fulani kwa urahisi tu, lakini kuonekana kwa kiungu kupitia ufunuo, ili tuweze kufanya sisi wenyewe mazoezi hayo. Anasoma tena Yohana 17 mstari wa 3, na huu ni uzima milele wa kujua wewe Mungu pekee wa kweli na Yesu Kristo ambaye ulituma. Tulisoma hapa ya kwamba alikuja ili atupatie akili juu ya yule wa kweli, nasi tuko ndani ya yake yeye aliye wa kweli,
ndani ya mwana wake Yesu Kristo, naye yeye ndiye aliye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Hatujidanganye kwamba aliweza kujifunua yeye kama vile Baba ndani ya Mwana, lakini tunafurahi kwa sababu ilikuwa lazima sana Mungu ajifanye kuwa mtu ili baadaye aweze kurudisha wanadamu katika hali yao ya kiungu. Hiyo ndiyo ilikuwa mpango wa wokovu wa Mungu wetu ambao aliyoweza kuweka katika matendo. Tuendelee na ukweli na kusoma katika mambo ya kweli, ukweli wa Mungu. Yohana 3:3. Maana nilifurahi sana wakati ndugu walipokuja na kushuhudia kweli yako, kama unavyoshika njia ya kweli. Na sio kuweza kujua yule wa kweli, lakini pia kuwa ndani yake aliye wa kweli, na kisha kuweza kutembea ndani ya ukweli sawasawa na kweli za neno, kama vile alama ya kwamba sio tu maneno tunayofanya au kunayosema, lakini pia uzima wetu unaweza kuwa nyuma ya maneno hayo. Hiyo ndio inayosabidika, na kama maisha yetu inakuwa ndio ushuhuda wa hiyo, hapo sasa Mungu atatupatia baraka yake kwa neema yake. Mtazame, hiyo ndio alama ya kwamba waamini wa kweli hawawezi kujichanga na matafsiri, na maelezo ambayo inayoletwa hapa katika soko ya kizehebu ya kiroho leo. Mara ngapi shaka isema Yesu Kristo Bwana wetu na Mwokozi wetu alikuwa neno safi la Mungu lililogeuka kuwa mwili. Kwa mwanzo ilikuwa neno, na neno lilikuwa pamoja na Mungu, na Mungu alikuwa neno, na neno lilikuwa Mungu. Neno lilikuwa Mungu ndani ya hali yote, na sio mchanganyiko, lakini ilionekana kwa namna safi hapa chini. Bibi harusi, yeye kama vile sehemu ya bwana harusi, hawezi kuwa mchanganyiko. Anapashwa kutoka ndani ya neno halisi na kuweza kushikwa na hiyo kweli moja ya kiungu au ya Mungu. Anapashwa kuwa sehemu ya Mungu yeye mwenyewe. Hiyo ndiyo namna moja ya kuweza kujijua au kuweza kujifahamu na wengine. Hatupaswi kufanya mapatano, hakuna namna yote. Ni kwa neema ya Mungu tulio tuweza kutoshwa ndani ya mchanganyiko wote, na kisha tukaitwa kutoka, na sio kuweza kufanya tena ingine mchanganyiko ambayo ndio ya udanganyifu, ili tuweze kukufia ndani. Na nawaambia pia udanganyifu au upotevu hauko haiko ndani ya makanisa au ndani ya makanisa za kimadhehebu au ndani ya mpango hii wa kimadhehebu. Na kwetu sasa tunaojua ujumbe wakati wa mwisho, tunapaswa kujua kwamba upotevu nao iko karibu sana ya kitu cha kweli, kwa kiwango pia kama ingewezekana waliochaguliwa wangeweza kuingizwa katika makosa. Hakuna mtu ataweza kuingizwa, hakuna mtu ataweza kuambia na kukuja wewe muweze kuabudu Maria. Hakuna mtu anaweza kukuja na kuweza kuambia mkamate safari ya kwenda Fatima. Hakuna mtu anaweza kuja kuambia na kuwadanganya. Sasa namna gani hiyo itafanyika? Itafanyika katika hii matamshi moja ambayo tunayojumuisha kwamba ujumbe wakati wa mwisho, ufunuo, huduma au huduma ya mtu fulani na fulani. Hii maneno yote yanaweza kutengenezwa huko na huko, itaweza kutengenezwa ili iweze kufanya udanganyifu ya kuaminiwa, lakini ambapo kuweza kuwa umeingizwa katika neno la Mungu na kuweza kushikwa na kweli ya Mungu, na ili tusiweze kuwa tuliweza kujua yule wa kweli, lakini kuweza kuwa tumeingizwa ndani yake yeye aliye wa kweli. Ninataka ili niweze kuwa ndani yake,
ndani ya yule wa kweli, ili niweze kushikwa na kweli yake. Na sasa ingine yote inayobaki inapaswa kwenda na itaweza kuwa na kuanguka na kutufikia. Hakutaweza kuona mambo ya kuingilia ndani au kutufikia. Kuna neno moja la iliyo katika Injili ya Luka ambalo Bwana wetu aliweza kusema kwa ajili yake mwenyewe, ndani yake mwenyewe anasema kwamba ni bwana harusi. Kuna kose neno hilo moja lilo katika Injili kutoka kuacha neno hili ambayo Yohana Mbatizaji aliyosema hapa ndani ya Luka sura 5 mstari wa 13. Yohana sura 5:33. Nao wakamwambia, kwa nini wanafunzi wa Yohana wanafunga mara nyingi na kuomba, na vivyo wanafunzi wa Wafarisayo, lakini wako wanakula na wanakunywa? Mstari wa 34. Yesu akawambia, munaweza kufungisha wana wa harusi kama bwana harusi yuko pamoja nao? 35. Lakini siku zitakuja na bwana harusi ataondolewa kwao, na katika siku zile watafunga chakula. Hapa Bwana anazungumza kuhusu yeye mwenyewe kama vile bwana harusi, kama vile nimekwisha kusema. Yohana alikuwa amekwisha kusema kwamba yeye ni bwana harusi. Alimsema kama vile yeye ambaye aliyekuwa pamoja na bwana harusi, na sauti ya bibi na sauti ya bwana harusi kwa ikisilikana. Na tazama sasa, Bwana hapa anazungumza kuhusu yeye mwenyewe kama vile bwana harusi, na anasema ya kwamba waalikwa kwa harusi wanaweza kufunga chakula kama bwana harusi yuko pamoja nao. Na hapo sasa tunakumbuka neno ambalo ndugu Rusi alisoma hapa jana jioni ndani ya Ufunuo sura 19. Na ndiyo maana narudia kwa neno hili la Luka ndani ya Ufunuo sura 19, kwanza kwa mstari wa 6. Tuliweza kusoma sisi sote Ufunuo sura 19 mstari wa 6. Nikasikia sauti kama sauti ya makutano makubwa, na kama sauti ya maji mengi, na kama sauti ya ngurumo yenye nguvu, ikisema, haleluya, kwa sababu Bwana Mungu wetu mwenyezi ametawala. Mstari wa 7. Tuwe na furaha na kufurahi, tukampe utukufu wake, kwa maana harusi ya mwana kondoo imekuja, na mke wake amejiweka tayari. Bwana harusi alikuwa hapa duniani katika wakati ule, wakati aliposema maneno hayo ya Luka. Sasa anangoja ili bibi harusi wake wote aweze kuwa amejaa, na hapo sasa naye atarudi sawasawa na Mathayo sura 25, ili aweze kuchukua walio wake pamoja naye, ili baadaye waweze kusherekea pamoja naye karamu ya harusi. Tazama, kuna watu wanaohubiri kwa nguvu ya kwamba ashaka kucha na kwamba iko hapa duniani. Wapendwa, kwa maneno haya pia hatuna hitaji ya kuweza kufanya bidii au kuweza kujiweka kwa majivuno juu ya wengine. Tunahitaji Mungu ili aweze kupatia haki neno lake, na mambo yote hapo itaweza kuwa wazi. Sasa hakuna ahadi inayoweza kutuambia kwamba Bwana atarudi hapa duniani. Haiko ndani ya Biblia yote nzima. Mtu anayepata hiyo anaweza kuwa na marke 1000 au pesa ya Ujerumani 1000. Ana ahadi ya kwamba anaenda kutayarishia mahali, na sio kwamba ataweza kurudia tena kwenye dunia hii na kuweza kuweka miguu yake hapa chini, lakini tutaweza kupanda ndani ya mawingu, kutanana naye ndani ya mawingu, ili tuweze kuwa pamoja na Bwana. Na sio kwamba aweze kuwa pamoja naye hapa, lakini tuweze kuwa pamoja naye huko. Na hiyo ndio maandiko matakatifu yanatufundisha. Kuna wandugu ambao hawezi hata kuzungumzia,
wale wa ecclesiastiki, sivyo? Wako wa kiroho sana kwa kiwango wanajifanya wa kiroho, na pia katika mambo ya kimwili wanaingia paka katika ufunuo wa wafu. Wananiambia kwamba pia wafu walishakafufuka, ya kwamba makaburi zilikuwa ni madhehebu, na sasa waamini wametoka ndani ya hizo makaburi za madhehebu. Ni kusema sasa ufufuko ulishakafanyika, na sio pamoja nami, na sio hawezi kufanya hivyo pamoja na wale walio wa kweli na wale walioweza kushikwa na kweli ya Mungu. Wakati Yesu atakaporudi, ilikuwa ni moja ya maswali yangu kwa wandugu ambao walioweza kushuhudia hiyo, na mnaweza kusoma ndani ya Watesalonika wa kwanza sura 4 sana sana mstari wa 13 na 14, ya kwamba wakati Kristo atakaporudi, Mungu atarudisha pamoja naye wale wote waliotutangulia, pamoja na wale waliolala ndani ya Kristo wanapaswa kufuka kwanza, na sisi sasa tunao kuwa hai tuliobaki tutabadilishwa. Hiyo ndilo agizo, au hiyo ndio utaratibu wa neno lake takatifu. Hakuna mtu ambaye aliye na haki ya kuweza kugeuza matamshi iliyo wazi ya neno na kuweza kuyafanya kuwa mafundisho yake ambayo sio kuwa ya Biblia. Yote ambayo Mungu aliyosema inalingana, inakuwa nyepesi na kuwa ya kueleweka vizuri kwa kiwango. Hatuna hitaji ya kuweza kuwa na Danieli anayeweza kuwa anajaa hekima ya kipekee ili aweze kutuelewesha hayo. Iko wazi kama vile maji ya mwamba, na ni wakati watu wanapotafsiri kwa namna tofauti iliyo wazi, na hapo sasa ndipo inageuka kuwa giza, na wale wanaosikia hapo sasa wanaingizwa katika mvurugo wa kiroho. Kuna andiko nyingi za Biblia ambazo zinazozungumzia sana sana kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo. Kwa kiwango hatuwezi kuachwa katika giza au katika ujinga kwa mambo hayo. Neno la Mungu linatushuhudia pia kuhusu mwendeleo huo kwa namna iliyo wazi na namna ya kukamatika. Mnajua vizuri ya kwamba katika wakati ule tutakuwa tumetoshwa ndani ya hii kifuniko chetu cha kukufa, na tutaweza kuingia katika mwili wa ufufuko. Nani leo naweza kuuliza, na sio kwa kushidanganya, lakini kwa uhakika, ni mahali gani kulipo hapa duniani mtu aliye na mwili wa ufufuko? Nani aliye na mwili ule? Naisha kawaona wote wanatembea kama vile walikuwa wakitembea mbele, wote wanaishi kama vile walivyokuwa wakiishi zamani, na ijapokuwa anasema kwamba ufufuko ushakafanyika, lakini hawezi kuniambia mie hiyo, na sio pamoja na sisi. Wakati Bwana atakaporudi, yale inayokuwa ya kuharibika itageuzwa na kubadilishwa na yale isiyoweza kuharibika, na ile inayokufa itahadimishwa na kubadilishwa na yale inayokufa. Na hiyo ndio neno la Mungu linasema, na itakuwa hivyo. Bwana ule wasifiwe. Ni kuhuzunishwa sana kuweza ni huzuni sana kuweza kuwa tunazungumzia tena haya, na mnajua ni maumivu gani nayoweza kunishika wakati napokumbuka hii miongozo yote ambayo iliweza kukamatiwa. Lakini pia hapo ninashukuru na najaa ndani ya uaminifu wangu, najaa uaminifu ndani ya moyo wangu ya kwamba nakubalishwa ya kwamba Ezekieli 33:4 na andiko zingine pia za Biblia zitapata utimilifu wake, na kwamba Bwana yeye kama vile mchungaji wa kweli atatoa kondoo zake katika vinywa vya wale wote waweza kuwakamata, na yeye mwenyewe atakuwa mchungaji wa kundi lake kama vile alivyokuwa na tangu leo angali mkombozi. Yeye kondoo za zizi lake ni kundi la mkono wake, na mpaka mwisho Bwana atapigania walio wake, kwa maana yeye mwenyewe aliwaweka ndani ya paja la mkono wake. Alitoa uzima wake kwa sababu ya kondoo zake. Kwa sababu gani? Ili kondoo zake ziishi na ziweze kuwa na uzima kwa wingi, na sio kwamba
na sio kwamba ziweze kukotwa na kuchukuliwa huko na huko, lakini ziweze kupumzika ndani ya Mungu, ziweze kupumzika ndani yake. Tukurudie tena Ufunuo sura 19. Bibi harusi ni bwana harusi, harusi ya mwana kondoo. Bwana Yesu alisema, sitakunywa tena kwa mvinyo huu na kula mkate pamoja nanyi mpaka nitakapokunywa pamoja nanyi ndani ya ufalme wa Baba wangu. Na hivyo ndivyo yafanyika wakati wa karamu ya mwana kondoo. Mtu anataka kusoma Mathayo sura 22 ataona ya kwamba atajifunika au atajifunga mshipi na atatugaulia katika karamu ya harusi. Wapendwa, tuwe macho ili tusiweze kuwa na kuelewa inayoweza kuwa ya uongo, lakini tuweze kuwa na kuelewa iliyo ya kweli, na tuweze kushikaza, tuweze kuwa na ufunuo wa Mungu ndani ya Yesu Kristo, kukutanana yetu binafsi pamoja naye, mazoezi ya hapo hapo pamoja na Bwana wetu, ili tuweze kujua ni kitu gani kinachohusika, na sio kwa sababu wengine waweza kutuambia au kutushuhudia, lakini kwa sababu tunaweza kuyashuhudia kutoka mazoezi yetu wenyewe. Hiyo akosa haina nafasi yake hapa, na ijapokuwa nataka kusema, kwa sababu ninazungumzia mazoezi ya mtu binafsi, lakini ilikuwa ni kitu mbaya ambayo niliyoishi wakati wa safari kwa upande wa mashariki wa Australia, kutoka Adelaide mpaka Sydney. Wakati mwanamke aliyekuwa akikaa karibu yangu alipotambua ya kwamba niweza kushukuru kwa sababu ya chakula, na kisha mazungumzo ikaanza, na akaonekana kama vile momone, na hapo kukakuwa mazungumzo mengine, lakini kamwambia, uliweza kuwa na mazoezi yako pamoja na Bwana? Akaniambia ya kwamba sijui kitu fulani kuhusu haya. Akasema, hiyo ni nini? Nikaanza kuzungumza kuhusu namna gisi Roho wa Mungu anakuja juu ya mtu, na namna gani toba na kugeuka na kujua dhambi inapewa kwa mtu na mengineyo, na namna gani salama na heri ya Mungu inaingia ndani ya mioyo yetu na kadhalika na mengineyo. Na hapo sasa nikamwambia hayo yote katika maneno fulani, kama vile unaweza kuiambia katika hali kama hiyo, sivyo? Na wakati posema mambo hayo yote, na pia mazoezi ya salama ya mbinguni, ya uhakika na ya imani na ya furaha ambayo inayojaa ndani ya moyo, huyo mama akasema, ndiyo, akose ni mimi ndiye nilifanya mazoezi hayo wakati nilipokuwa nimezaa mtoto wangu wa kwanza. Na hapo nyuma ya hapo nikakuwa na anga mbaya sana, nikakuwa akose na hali ya kuweza kukubali. Akaniuliza kama ilikuwa ni mazoezi pamoja na Mungu. Hamuwezi kuwazia ni kitu gani chofanyika ndani yangu. Niliweza kusema, mama, mazoezi ambayo ulioweza kuwa nayo, kuweza kuwa ulizaa mtoto hapa duniani, mimi sizungumze hiyo, ninazungumzia kuzaliwa upya kupitia Roho wa Mungu na neno la Mungu. Ninazungumzia kitu kingine. Hauelewi yale ninayozungumzia hapo. Sasa inaomba kuwa akose kuwa na nguvu sana. Akasema, mimi sielewi hayo, hakuna mtu ashaka niambia hayo mpaka sasa. Nikamuuliza sasa kama anaamini kurudi inayokuwa hapa karibu ya Kristo. Akajibu akasema ndiyo ya nguvu sana, ndiyo naamini kwamba kurudi kwa Yesu Kristo uko karibu sana. Lakini ya kushangaza sana, hana mazoezi pamoja na Mungu, na kisha anajua kwamba iko wakati wa mwisho, na anajua kwamba kurudi kwa Kristo iko karibu. Hasikufanya kitu kingine, nikageukia nikamwambia, mama, nitaka sasa uweze kuniambia yale unayowaza ni kitu gani kitaweza kufikia wakati wa kurudi kwa Yesu Kristo, kwa maana hiyo ndio nitaka kujua. Sasa mnajua yale nilijibia hapo. Sasa akose ulimwengu unaweza kuanguka na kuwaka. Nikajibu, mimi sikuuliza hiyo, nilikuuliza ni kitu gani kitakacho kufikia wakati wa kurudi kwa Yesu Kristo. Akasema, ndiyo, sijui, ninajua tu ya kwamba
Ninajua kwamba ninalipa tu moja yangu ya 10. Najua kwamba niweza kufundishwa, nifundishwa tu. Ni maumivu gani za kunishika? Na hapo tena ikaanguka juu yangu, nikawaza, ona watu wanaongozwa katika udanganyifu hii ndani ya maisha yao yote, na wanashikwa ndani ya udanganyifu huo. Ona itakuwa wakati gani, wakati wa mwisho utakapofanyika, ili watu waweze kupata, hata waweze kujua kweli, na wakati hiyo roho kubwa itakapokuwa imeonekana, kila sehemu yote iliyo ndayo tenganishwa na Kristo na neno la Mungu inafunga watu. Na naweza kuambia pia ndani ya Ufunuo inasemeka ya kwamba watu, na pia ndani ya nabii Yeremia inasemeka, kuna mahali mbili inayofanana ya kwamba watu walikunywa ndani ya kikombe cha Babiloni, na ndiyo maana walipoteza akili. Na inaandikwa hivyo ndani ya andiko takatifu, muyamini au hapana, lakini andikwa hivyo ndani ya nabii Yeremia kwenye sura 51 mahali fulani. Na nina kitabu cha mpya kwa wakati huu, sijaweza kuonyesha hapa, lakini mnaweza kuisoma mahali fulani hapa, kama mnasoma hapa ndani. Kwanza kwa mstari wa 7. Ndiyo, Yeremia 51 mstari wa 7. Babiloni umekuwa kikombe cha dhahabu katika mkono wa Bwana, kilichofanyiza dunia yote walevi. Mataifa wamekunywa mvinyo yake, kwa sababu hii mataifa wamekuwa wazimu, wamepoteza akili. Ilikuwa ni nini? Babiloni ilikuwa kama vile ni kikombe kwa ajili ya watu wote, na wale waliweza kutoka ndani ya Babiloni wakarudia tena pamoja na mafundisho yao yake, na mafundisho yao ya uungu, ya ubatizo na mambo yote, na yote hiyo wakarudia huko wakiwa na hiyo mavazi la Babiloni. Na inaomba sasa kuweza kupasua hiyo vazi la Babiloni, ili uweze kuonyesha taifa la dunia yote nzima iweze kujua ni kitu gani cha kuhusika. Lakini mnaiona hapa maandiko matakatifu iliweza kutabiri vizuri yale yanapaswa kufanyika. Mnaona watu wako katika hali ya ulevi ya kiroho, wana yumba kama vile mtu aliyelewa mpaka kuweza kufika kwa kiwango hana tena kiu. Anaweza kuambia mbele ya macho yako waziwazi kwamba naweza kutembea vizuri japokuwa nimekunywa. Wakati mtu anapokuwa amekunywa, na wakati polisi anapopima gari yake, anamtosha kwenye gari, anamwambia tembea vizuri, tusimama imara. Wakati unapopita pembeni, hapo sasa unajua kwamba huyu mwanaume hauko vizuri, umekunywa, ulikunywa kitu kingine hiyo tofauti na maji. Leo tuko na kipimo kingine. Nawaambia mtu ambaye hawezi kufuata njia ya kweli, njia iliyo ya juu, iliyokombolewa, njia ya waliokombolewa, bila kupita huku na huko, bila kubabaika au kuyumbayumba, mtu yule alishaka kunywa kikombe cha Babiloni. Mtu aliyekunywa kikombe cha wokovu kilicho usafi ataingizwa katika msimamo mzuri, kusimama vizuri kwa miguu yake, ataingia katika kujua yule ya kweli, na atajua kweli, na ataishikwa na kweli ya Mungu yeye mwenyewe kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hatuna hitaji ya kikombe cha Babiloni, lakini tunahitaji kikombe cha wokovu ambayo inaweza kuwa tulichoweza kupewa kwa wingi, tuliopewa kwa wingi. Isemeka hapa kwamba ilipewa kwa bibi harusi kuweza kuvaa vazi nyeupe au kitani cheupe. Hiyo kitani cheupe inamaanisha kwamba ni matendo ya haki ya watakatifu. Ni heri gani kwa ajili yetu au kwa ajili ya Mungu, samahani, kwa ajili ya Mungu kuweza kuwa na watu ambao wanaweza kumtumikia, wanaweza kumfuata, watu ambao wanaweza kujifunua kwao yeye mwenyewe. Wapendwa, alitoa ahadi hii mbele ya kutoka katika dunia hii ya kwamba tangu sasa ulimwengu hautaniona tena, lakini ninyi mutaniona. Inawezekana kuweza kuwa na mazoezi ya mtu binafsi pamoja na Bwana kupitia ufunuo wa Roho,
na ninawaomba hiyo kweli kweli, msitosheke kuweza kupokea mahubiri ya neno ndani yenu na kuweza kuikubali tu. Mupokee neno la Mungu ndani yenu, lakini pia neno hilo liweze kusindikizwa kwa imani na maombi na kungoja ili Bwana aweze kujifunua yeye mwenyewe kwa kila mtu, na isiweze kuwa tu neno linalosikiliwa au kweli inayosikiliwa au mafundisho au ujuzi unaohubiriwa, lakini yale ambayo iliyotangazwa na kuhubiriwa kama vile mafundisho, kama vile ujuzi, kama vile kweli, igeuke kuwa ndani yetu, kuwa kweli ambayo tunaweza kuishi sisi wenyewe, ambayo tunaweza kuishi kwa neema. Neno linapasha kuingia ndani yetu na kugeuka kuwa mwili ndani yetu. Tunapasha kugeuka kuwa sehemu na kupenywa na neno hilo. Hiyo ndio inasabilika. Hiyo haina maana kama tunaweza kuwa tulisikia tu, kama vile tumekwisha kusoma ya kwamba tunajua yule wa kweli. Lakini naomba sasa hiyo sehemu ya pili iweze kufuata, kwa maana tuko ndani ya yule aliye wa kweli. Kwa maana andiko kwamba tunapaswa kuwa ndani ya yule wa kweli, na tusiwe kwamba tumeujua tu, lakini tuweze kuwa ndani ya yule wa kweli. Tuweze kusoma ndani. Ndugu Rusi alisoma ndani ya sehemu ya kwanza kwamba tunapaswa kujua Mungu, tunapaswa kujua Mungu na tunapaswa kujuliwa na Mungu. Hiyo inapaswa kutembea pamoja, hiyo inapaswa kutembea pamoja. Mtu aliyejuliwa na Mungu ndiye anapaswa kujua Mungu, na ni yule ambaye anayeweza kujua Mungu ndiye Mungu anajifunua kwake. Na naamini ya kwamba tumekwisha kuzungumzia kwa mafupi ufunuo wa Yesu Kristo. Naamini pia ya kwamba haihusu kwetu kuwa mafundisho au ujuzi, lakini kweli kuwa ufunuo ulio hai wa Mungu aliye hai, ambayo tuliweza kufanya na kuishi pamoja na Mungu sawasawa na neno la kweli linalosikiliwa. Na hivyo kama vile manabii wote hawakuweza kupokea neno, lakini waliweza kufanya mazoezi pamoja na Mungu. Na hivyo wale wote wanaopokea neno hawapashi kulisikia, lakini kuweza kufanya mazoezi pamoja na Mungu ya yale ambayo waliosikia. Na kama tunasikia mara nyingi nyimbo inayosema kwamba tunapaswa kuishi mazoezi, hiyo ndio kuhesabiliwa haki. Mazoezi kama hiyo pamoja na Mungu kwa kiwango tunaweza kuishi kuweza kuwa tulipenywa na kweli ya Mungu na kuweza kuwa tuliwekwa ndani ya yule aliye wa kweli. Na wasi musishitazame, muangalie Bwana. Itafikia kila mmoja wetu yale iliyofikia Petro wakati alipoona majabu ambayo Bwana aliyotimiza, alipokuwa na bidii ya kuweza kutenda sawasawa na neno ambalo alilopewa. Nasi pia tutaanguka kwenye uso wetu au kifudifudi, na tutaweza kusema kwa sauti kubwa, Bwana wende mbali nami, kwa sababu mimi ni mtu mwenye dhambi. Na tutamsikia akisema, mwana wa mtu alikuja si kuweza kuita wenye haki, lakini kuita wenye dhambi waweze kuingia kwenye toba. Na nasema wale walio vizuri hawana hitaji ya mganga. Kuna juma moja iliyopita niliweza kuwa na mwanamke aliyekomaa sana, alikuwa hapa, sijue alikuwa katika hali ya kufa. Nilimwambia kwamba angepasha kujua kwamba shaka kuangamia mbele aweze kujua kwamba anapasha kuokolewa. Hiyo iliweza kumletea shida. Hakutaka aangamie, hakutaka atengane na Mungu. Msiweze kufanya kitu chochote, sivyo? Na hapo sasa ni huzuni. Nikasema sasa hiyo sasa pamoja na upendo. Mtu anapaswa kujua, mtu anahitaji kuweza kuambatanishwa na Mungu, anapaswa kujua kwamba upatanisho ni lazima sana. Na hivyo sasa tulikuwa tumetenganishwa na Mungu, na mtu anayetaka kuweza kusamehewa anahitaji kwanza msamaha. Hakuna mtu anahitaji kuja kwa Bwana na kusema, "Oh Bwana, nakushukuru kwa sababu siko kama vile mtu fulani na mtu fulani," na kisha toka katika chumba akiwa na shingo nayo simama vizuri na kupiga kwenye kifua akisema, "Oh mimi Bwana
niko hapa, lakini tuweze kuja hapa, tuweze kupiga kwenye kifua na kusema Bwana, sistahili. Mungu anapasha kutupiga sana ili aweze kutuonyesha ni kitu gani kinachohusika. Kila mtu alizaliwa ndani ya dhambi, na yule mama akaniambia akose iko hapa leo, lakini akose si hivyo kwa ajili yangu, ya kwamba mimi ni mtoto ambaye anahitaji, mimi ni mtu anahitaji. Na mniambie wapendwa, nasema hii nikiwa na hitaji kubwa. Nasema hii kwa sababu ya kusaidia. Kila mtu anapaswa kufanya mazoezi yake pamoja na Mungu. Kila mwanadamu anapaswa kujua na kusikia maangamizi mpaka afike kukata tumaini. Kwa kiwango anapaswa kujua umetengana na Mungu. Na hapo sasa tunamuita kama vile yeye Mwokozi. Na hapo sasa itatimilika ndani ya yale inayoandikwa ndani ya Zaburi 103. Yeye anayesamehe dhambi zako zote na anayeponya udhaifu wako wote. Na hapo sasa andiko nyingi za Biblia zinatimika ndani ya maisha yetu. Na siwezi kujiruhusu kuweza kuficha kweli, lakini warafiki zangu wapendwa, napasha kusema kweli katika wakati wote na katika hali yote, ipendeze watu au hapana, kwa maana kweli peke yake ndio inapaswa kutufanya kuwa huru. Na hivyo ndivyo tunapaswa kusaidiwa. Kama watu wanahitaji ili waweze kuzungumziwa sawa sawa na yale wanayohitaji kusikia, hawataweza kushika hayo kwa moyo wao wote. Lakini tuweze kuelewa kwamba Mungu alizungumzia kwa mioyo yetu, ndipo sasa kweli inapaswa kupenya ndani. Na hapo watajua ya kwamba Mungu ni upendo, naye alituma mwana wake aliyezaliwa na yeye, mwana wake aliyezaliwa naye ili atukomboe. Kama tunahitaji ya kukombolewa, sasa namna gani tunahitaji kama tunahitaji kuweza kukombolewa na yeye, kwa sababu gani alilipa hii bei kubwa iliyomchukua uzima wake? Damu, kwa sababu gani damu yake iliweza kumwangika na uzima mwana kondoo? Lakini hatukombolewa kwa dhahabu na fedha, lakini kwa damu ya damani. Sasa kama hiyo ingekuwa ya lazima, Mungu hangekuwa anahitaji kufanya hivyo. Tazama mwana kondoo wa Mungu ambaye anayetoa dhambi za ulimwengu. Mungu ashukuriwe, alitoa dhambi zangu. Nasi sisi sote tuko wana wa mahitaji, sivyo? Lakini tulizaliwa katika dhambi, tuliingizwa katika dunia hii tukitengana na Mungu. Hiyo ni kweli ya neno la Mungu. Bustani ya Edeni ilifungwa na upanga ukasimama karibu na mlango, na hakuna mtu alikuwa tayari kuweza kukaribia mti wa uzima. Lakini wakati Kristo alipokufa kwenye msalaba wa Kalvari hapo Golgota, alisema kwa wakati wa mwisho, akiambia yule muuaji, huyo mwizi, kwa maneno ya mwisho haya ya kwamba kweli kwenda kwambia leo utakuwa pamoja nami ndani ya paradiso. Ni hapo Golgota ndipo wanadamu walipatanishwa pamoja na Mungu. Ni hapo Golgota ndipo laana iliweza kunyang'anywa juu yetu. Ni hapo Golgota ndipo Mungu atufanyia neema, akatusamehe na akatupatanisha pamoja na yeye mwenyewe. Golgota ya utukufu. Haleluya! Utukufu na heshima iwe kwa Mungu wetu. Leo tunaweza kufanya mazoezi ya hayo tunapokuja kwake kama vile tulivyo, lakini tusirudi kama vile tulivyokuja, na tusiweze kurudi kama vile tulivyokuja. Petro alirudi tofauti jinsi alivyokuwa amekuja. Alifanya sawasawa na neno la Bwana. Nasi pia leo tunataka tuweze kushiweka kwenye neno la Bwana na tuweze kumwomba aweze kuongeza nguvu imani yetu, tuweze kumuishi tena na tuweze kuwa na ujasiri mpya, tuweze kuwekwa nguvu tena. Nafsi yetu isiweze kuwa imepata tu uzima wake, lakini iweze kupumua, na hiyo salama ya Mungu inayojua juu ya haki yote ya wanadamu iweze kutawala mioyo yetu na nia zetu, na aweze hapa karibu iweze aweze kutufunua ya kwamba sisi tuko wana wa Mungu, na iko hivyo hivyo kwa ajili ya viumbe vyote. Nasi tunangoja ufunuo ya uhuru ya ufunuo wa wana wa Mungu, wakati mtakapoonekana katika msimamo wa ujao, wakati mtakapoonekana katika msimamo wa ujao wa wana wa Mungu katika
ukomaa ya ujao katika kimo kamilifu ya Kristo, na makazi kama vile zilivyotimilika pamoja naye na kutendeka pamoja naye iweze kufanyika pia ndani ya kanisa. Na hivyo hivyo kama vile alisema katika neno lake, na hivyo hivyo kanisa nalo litatamka neno, na wakati na saha ya utukufu wa mwana wa Mungu inakaribia tena, naye anakuwa macho ili aweze kutimiza mpaka mwisho. Mungu ataifanya kwa neema. Tuliweza kumjua yeye wa kweli, tunataka tuweze kuipenya ndani ya hiyo kweli yake, na tuweze kuonekana ndani yake yeye aliye wa kweli. Yeye ndiye tunapatia utukufu sasa na hata milele na milele. Amina. Tusimame na tuweze kushukuru sote pamoja. Bwana Mungu wetu, sote pamoja tunakushukuru kwa sababu umeturuhusu kuweza kusikia katika mahali hapa neno lako safi na takatifu. Neno lako limetujulisha yule aliye wa kweli. Neno lako limetujulisha wewe ni nani, wewe uliye wa kweli. Kupitia Roho wako tulikujua, kupitia ufunuo tumekuishi. Bwana mpendwa, tuko hapa mbele ya uso wako takatifu, tukishikwa na kupenywa na wewe wa kweli, tukipenywa na neno lako, kweli ambayo tunayopenda na ambayo tuliyopokea sote pamoja. Tunakushukuru kwa ajili ya damu ya mwana kondoo iliyomwangika hapo Golgotha, kwa ajili ya upatanisho, kwa ajili ya ukombozi wetu na msamaha wetu. Bwana mpendwa, ulitusamehe, ulitupatanisha, tumegeuka kuwa mali yako kwa neema yako. Sisi sote tulikuwa tukizerera kama vile kondoo zilizopotea zisizo na mchungaji, lakini sasa tuko wako, na sio kwa shirika fulani na sio kwa dhehebu, lakini kwako wewe, mchungaji wa nafsi zetu, Mungu uliye hai. Haleluya. Bwana mpendwa, kamata ulinzi wa kundi lako mwenyewe. Unajua kondoo za zizi lako, kundi la mkono wako. Faida tuweze kutoka katika hizi madhehebu zote na katika hizi maupango zote, tuweze kuingia katika uhuru wa utukufu wa wana wa Mungu, ili kusiweze kuwa maukuta nyingi zilizotengenezwa na madhehebu, na kusiweze kuwa chakula kilichoharibika, lakini tuweze kuwa kundi moja na mchungaji mmoja. Bwana mpendwa, utafanya hivyo kwa neema. Tunakushukuru kwa moyo wote, kwa sababu ulituonyesha wakati ambao tunaoishi ndani, unapotufunulia neno lako. Bwana, tunakushukuru sana sana kwa ajili ya huduma ya ndugu Branham. Bwana mpendwa, hatungeliweza kujua mambo mengi. Kitu moja kilikuwa kikikokota kingine, moja inakokota ingine. Ilikuwa ni kitendo cha kufuatana cha mwongozo na kufunzwa ya kiungu, ya ufunuo, ya mafundisho, ujuzi na yote ambayo inayofuata. Bwana mpendwa, uliongoza kutoka nuru mpaka nuru. Asante kwako wewe Mungu uliye hai, kwa ajili ya ujumbe wa wakati wa mwisho, kwa ajili ya neno lilofunuliwa. Ulijulisha siri, ulituma na ulizungumuza kupitia mtu wa Mungu, nasi tulimusikia, kwa maana hakuonyesha mafundisho yake au yeye mwenyewe au mafundisho yake mwenyewe, lakini aliweka mafundisho ya kiungu juu ya kinara cha taa. Alikutukuza na akaonyesha njia yako kwa taifa lako. Tunakushukuru kwa ajili ya watumishi kama hao, na tunakuomba uweze kuturumia, kwa maana una ujumbe tena mbele ya kurudi au ya kuja kwako kwa pili. Na kwa ajili ya hiyo ilikuwa naomba mtetezi au mpatanishi. Bwana mpendwa, tufatie masikio kwa ajili ya kusikia yale ambayo Roho anaambia makanisa, mioyo, mjumbe. Tupatie mioyo kwa ajili ya kupokea, macho iliyopakaliwa kwa ajili ya kuona. Bwana, tupatie mvua ya kwanza na ya mwisho, na ushtukuze unaposhuhudia neno lako na unapobariki taifa lako. Kwako wewe Mungu mweza yote,
Tunakupatia utukufu sasa tena kwa ajili ya uwepo wako. Wewe uko hapa. Haleluya, haleluya. Sifa na heshima, utukufu na mabudu iwe yako. Haleluya. Bariki wote, okoa waliopotea, ponya wagonjwa, patia wagonjwa afya kutoka kwenye kichwa mpaka kwenye miguu, ya nafsi, ya roho na pia mwili. Tunakushukuru tena ingine mara moja kwa sababu umetusaidia kwa siku ya uokovu. Umetupatia neema yako Bwana mpendwa, na umetujulisha njia zako ili tuweze kujua tena zaidi wewe wa kweli kupitia ufunuo, ili tuweze kupenya tena zaidi katika kilindi ndani yako na kuweza kujua ndani yako yule Mungu wa kweli na upendo wa milele. Upendo wa milele, uzima wa milele. Mafundisho haya yote yageuke kuwa uhakika wa kiungu ndani ya taifa lako kwa ajili ya utukufu na sifa ya jina lako. Neno lako kwa ajili ya wakati huu haitarudi bure bila matokeo. Litaita bibi harusi na kumtayarisha, litamvalisha kwa ajili ya siku ya kurudi kwa bwana harusi kwako, Bwana wetu na bwana harusi mpendwa. Tunakupatia sifa pia ndani ya makusanyiko haya ya kiungu, na tunakuomba uwe pamoja nasi sisi sote kwa neema, katika jina la Yesu. Amina.